Hii ni ukusanyaji wa tubes zote, tangu shughuli ya kujaza imekamilika sasa. Hatua ya 6.1 inaelekeza mafundi kukusanya tubes na kuziweka kwenye meza iliyochaguliwa. Rekodi wakati wa kwanza kwa ukusanyaji na wakati wa mwisho katika hatua hii. Hatua ya 6.2 inakuelekeza kuhesabu mavuno na kuchukua mavuno ya asilimia. Irekodi katika BPR na Verifier itathibitisha. Huu ni mchakato huo huo wa kuhesabu mavuno kwenye rekodi zote za kundi bila kujali ikiwa ni quads, oud au FDP. Unaona sehemu ya 7 kwenye skrini yako ambayo ni ya kikomo cha ubora kinachokubalika kwa kundi kwamba unatengeneza. Hebu tuelewe ni nini ACLini. Kama tayari umeona kwamba tumechukua tahadhari kubwa kulinda dawa kutokana na uchafuzi wowote. Sasa tumejaza katika sindano. Katika hatua hii, tunafanya hatua nyingine ya tahadhari kwa usalama ambayo ni ACL. Kampuni yako itawapa jukumu hili kwa mtu wa ghala au udhibiti wa ubora. Tunataka wewe kuelewa jinsi utaratibu huu ni kufanyika na kama wewe milele kupata jukumu ya ACL, unajua dhana na umuhimu wa operesheni. Kila kampuni hutoa mafunzo haya kwa wafanyakazi wao na waendeshaji kuhakikisha vitengo vya kujaza dawa haionekani kuwa na kasoro, na ikiwa inafanya hivyo, inakataliwa wakati huu. Hebu tuelewe na meza kwenye skrini yako. Safu ya kwanza katika jedwali hili ni nambari ya tube. Unajua kuwa una tubes 30 na sindano zilizojazwa. Kila tube itakaguliwa, kila sindano moja itaangaliwa chini ya mwanga wa UV. Kuangalia ikiwa kuna nyuzi zozote zilizopo katika sindano zilizojazwa, hiyo ni hasa safu yako ya pili inazungumza. Pia ungeangalia sindano hizi chini ya mwanga wa UV moja baada ya nyingine kuona ikiwa kulikuwa na uvujaji wowote. Hizi ni hasa aina mbili za kasoro ambazo tunatafuta katika hatua hii. Mafunzo haya hutolewa na kila kampuni kwa waendeshaji. Mkufunzi katika mafunzo haya atakuwa na mazoezi, dumi sindano na mashine UV mwanga, na basi wewe kupata sindano kasoro, na wewe ni inatarajiwa kukamata kasoro hizi. Ikiwa huwezi kugundua sindano zilizo na kasoro wakati wa mafunzo, hautahitimu kwa operesheni hii. Katika jedwali hili, waendeshaji wataangalia kila mmoja na kila sindano kutafuta kasoro hizi, na ikiwa kasoro zinapatikana, lazima ukatae na urekodi chini ya sababu sahihi kwa kukataliwa. Kwa kuongezea, hesabu sindano zote zilizokataliwa ikiwa zipo, na idadi ya mwisho ya sindano na tubes zitahifadhiwa katika hali sahihi ya kuhifadhi. Hebu tuende kwenye hatua hizo kabla ya kukamilika ya mafunzo haya. Hatua ya 8.1 inaelekeza kuweka lebo ipasavyo kwa kila tube. Hatua ya 8.2 ni sasa kuhifadhi na kuweka lebo na tubes zilizojazwa kwenye friji chini ya hali maalum ya kuhifadhi. Usisahau kujaza logi ya friji hapa, na logi hii lazima kutaja ni dawa gani imehifadhiwa chini ya jina gani na nguvu. Maelezo haya yote yametajwa kuunda zaidi na ufuatiliaji zaidi. Sasa umefanikiwa kukamilisha shughuli za utengenezaji. Sehemu nyingine ya BPR ni sawa duniani kote. Kama vile kundi LADS ambalo umejifunza mwisho, ukurasa wa mwisho ni wa kupotoka na sasisho la toleo la BPR na historia ambayo tutaona ijayo. Sasa, angalia ukurasa huu. Hii ni kawaida moja ya kurasa chache za mwisho za BPR. Umejifunza kuhusu kupotoka katika darasa la istilahi pia. Tena, kwa ukumbusho wako, chochote ambacho hakiendi kama ilivyokusudiwa wakati wa mchakato wa utengenezaji ni kupotoka, ambayo lazima irekodiwe hapa na maelezo mafupi na kuwasilishwa kwa msimamizi pia.
Hiyo ndiyo yote. Sehemu ya chini sana ni kwa historia ya BPR. Wakati wowote ikiwa kuna sasisho kwa BPR, hata kama marekebisho ya makosa ya tahajia kutoka wakati BPR iliundwa kwanza. Kila wakati kitu kinabadilishwa, toleo lingine litaundwa na sababu ya mabadiliko itatajwa hapa katika BPR hii. Hii ni sehemu ya ufuatiliaji ambayo inahitajika na FDA. Tumejadili sehemu ya ufuatiliaji tena na tena. Sasa umekamilisha kwa mafanikio kazi yako ya pili na ujue mchakato wa pia. Kwa kutumia tu mapishi ya uundaji NADS na excipients. Kama wewe kupata nafasi baadaye kufanya kazi kwa kampuni kwamba utengenezaji tu unajua haki ya BET kwamba utakuwa kazi na mchakato sawa na hii. Kichocheo cha dawa kinaweza kuwa tofauti, lakini uundaji utakuwa kanuni sawa, itachanganywa na excipients na binders chini ya hali fulani ya joto na masaa ya kuchanganya. Chochote ni muhimu zaidi kwa mchakato, lakini maagizo haya yote yatatolewa kwako hatua kwa hatua maelekezo. Joto lao, kasi ya agitation wakati katika sampuli za mchakato, mazoea ya Gowning, maandalizi ya bafa, masomo yapa, uwasilishaji wa sampuli na magogo, uelewa wako wa nani atatoa BPR, ambapo ungeenda ijayo kupokea vifaa, ambaye angesaini logi gani, ni habari, unahitaji kuelewa na kujifunza kuwa fundi mkubwa. Kwa muda mrefu umeelewa kanuni za GIP na GMP, zinaelewa umuhimu wa kujaza magogo, kuunda ufuatiliaji kamili, kufuata mafunzo, kutotekeleza chochote ambacho hujafunzwa, hakikisha kufanya mazoezi, kuangalia kila wakati na kusafisha vitambulisho vya vifaa kabla ya kuzitumia kwa usalama wa madawa ya kulevya. Haya ni makosa ya kawaida ambayo hutokea siku na siku nje katika sekta yetu. Kama unajua na kuelewa na kufanya mazoea haya sehemu ya profile yako ya kitaaluma, basi wewe ni tayari mbele ya mchezo katika taaluma yako na fundi thamani kwamba kampuni ungependa kuweka. Kuona wewe katika mafunzo ya pili ambapo sisi kuchukua hii na kugeuka kwamba katika kumaliza dawa ya bidhaa ndio jambo pekee ambalo litaongezwa kwa sindano hizi ni lebo na ufungaji wa msingi na wa sekondari ambayo ni mada ya kuvutia na ya mwisho kwako kujifunza. Kabla unaweza kwenda nje katika ulimwengu wa kweli na kusema mimi ni tayari kwa ajili ya kazi hii. Kuona wewe huko